Karibuni wana wa Mungu. Baada ya kusikia maombi ya Askofu Gwajima akiomba toba kwa wale ambao huenda aliwafundisha isivyo au hakuwafundisha sawa sawa, kwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025 majira ya usiku, alivyokuwa akiomba hakujulikana alikuwa wapi, na wakati wa huo msukosuko wa kanisa lake, kanisa la Mungu kufungwa. Sasa baada ya kuwa kuna kitu ambacho niona aliwafundisha waumini wake, nikaona hakikuwa sawa sawa. Sasa kwa sababu alikuwa naomba toba, nikaona hilo somo nililete kwa watu wote, na pia hata aliwafundisha inawezekana pia akasikia amenielewa vizuri, sababu kanisa la Mungu hawatukanani ila wanaonyana na kutiana moyo. Mwao inda na mashikomo beriando na makashindorodobo beriondoru na makima bi mama mashina mama binda la baba shikobo baba sambaga baba mi naomba wasamee Bwana, naomba nisamee kwa niaba yao. Bila shaka sikuwafundisha kama inavyotakiwa, bila shaka sikuwaongoza kama inavyotakiwa, bila shaka sikuwakemea kama inavyotakiwa, bila shaka sikuwaonya kama inavyotakiwa, bila shaka sikuwapenda kama inavyotakiwa. Naomba nisamee Bwana kwa niaba yao. Samee kwa niaba ya kila mmoja aliye mahali hapa. Unisamee Bwana kwa niaba ya kila mmoja aliyeingia kwenye uzinzi, aliyeingia kwenye uasherati, aliyeingia kwenye uongo, aliyeingia kwenye kuzini, aliyeingia kwenye kuiba, aliyeingia kwenye kusingizia, aliyeingia kwenye kusema mabaya juu ya Masihi wa Bwana, aliyeingia kwenye kutukana watu wa Mungu. Nisamee hata yeye kwa niaba yake Mungu, kwa damu yako takatifu Bwana, kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu Yesu, kwa damu yako takatifu Yesu. Nisamee kwa niaba ya watu hawa, nisamee kwa niaba ya watu hawa, nisamee kwa niaba ya watu hawa, nisamee kwa niaba ya watu hawa Bwana. Mtu anayechukia ufafanuzi wangu, huyo ndio hasa namtafuta. Kwa nini unachukia? Nini kinakuchukiza? Kwa nini upendi ufafanuzi? Why don't you like more explanations ili watu waelewe ufafanuzi? Jambo ambalo ningependa kulitolea ufafanuzi sana, ambalo limekuwepo kwenye mitandao sana wiki hii, na kiasi kwamba baadhi ya watu wa familia yangu wakawa wanauliza, unaonaje kwenye jambo hili? Likauliziwa sana. Lilikuwa ni lile ambalo Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alipokwenda kule Mwanza akasimikwa kuwa chief wa machief, anaitwa Chief Hangaya. Mlisikia jambo Chief Hangaya kavishwa ngozi, si na nini, na kigoda, na mkuki, na mambo mengine, na jina akaitwa Chief Hangaya. Sasa hilo jambo ndio nataka nitolee ufafanuzi. Sawa mimi wanafafanua chochote. Mbona umepoa? Si changamke. Hapo kuna mahubiri. Kwa hiyo kwenye mitandao lilijaa kwamba huu ni uchawi, huu ni ushetani, huu ni bahati mbaya hiyo neno Hangaya kwa Kisukuma linamaanisha nyota ya asubuhi. Kwa hiyo watu wakawa wanaunganisha nyota ya asubuhi, umeanguka wewe nyota ya asubuhi, umekatwa kabisa, uliotabisha mataifa. Watu wakawa wanaungaunga mambo ya namna hiyo. Sasa nataka nitoe ufafanuzi juu ya hiyo Chief Hangaya. Wengine hakuna chief mwanamke na nini na nini. Kwa haraka kuna mambo mengine ni yanahusu elimu. Naomba sema nitoe ufafanuzi juu ya hicho kitendo cha Mheshimiwa Rais kwenye harakati zake za kufanya Royal Tour kuitangaza Tanzania, akaenda kule kusimikwa kama Chief Hangaya, ambaye ni chifu wa machifu wa Tanzania. Kwanza ni muhimu kujua kwamba mwanamke wa kwanza kuwa chief au kuwa mtemi au kuwa mfalme duniani ilikuwa ni mapema kabisa
mwaka 2500, kati ya 2500 na 2300 kabla ya Kristo. Na huyu mwanamke alikuwa anaitwa Queen Kubaba au Queen Kubaba. Basi tusome katika kitabu cha Isaya sura 28 na mstari wa 14 wa 20 ambao unahusu kufanya agano na mauti na kupatana na kuzimu. 28:14 Isaya: basi lisikieni neno la Bwana, enyi watu wenye dharau wanaowatawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu, ungesema Tanganyika. Kwa sababu umesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi: tazama, naweka jiwe katika Sayuni, lilwe msingi, jiwe lilojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara. Yeye aminiye hatafanya haraka, nami nitafanya hukumu kuwa ndio kanuni, na haki kuwa ndio timanzi. Na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagalikisha mahali pa kujistiri. Na agano lenu mliloliagana na mauti litabatilika, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa naro. Kila wakati litakapopita litawachukueni, maana litapita asubuhi na baada ya asubuhi, wakati wa mchana na wakati wa usiku. Na kuifahamu habari ile kutakuwa kitisho tu, maana kitanda kile ni kifupi, asiweze mtu kujinyosha juu yake, na nguo ile ni kujifunika, na nyembamba asipate mtu kujizingisha. Yani kitanda kile ni ile kaburi, pamoja na ile nguo ni ile sanda. Hili neno ambalo Mungu alinena kwa ajili ya maagano. Maagano ni nini? Ni mapatano baina ya vikundi viwili au watu wawili yaliyothibitisha masharti na kuahidi faida, ikitegemea kama mtu ametimiza au kuvunja maagano yake. Maagano yalitiwa muhuri au aina fulani ya ushuhuda unaombatana na kiapo. Agano la kibinadamu, Wagalatia sura 3 mstari 15: ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibitishaye wala aliongezaye neno. Mungu anathibitisha hata kama ni agano la wanadamu. Likishathibitika, mtu hatakiwi kuliongeza neno wala kulipunguza, isipokuwa mmepatana tena kwa upya. Agano la Mungu, yeye alitoa agano, wanadamu ni kufata. Utake au usitake ni wewe mwenyewe. Ametupa neema ya kuchagua. Ndio maana mahali pengine amesema nimekupeni neema ya kuchagua mauti au uzima. Ni wewe mwenyewe au mimi mwenyewe. Hilo ndio agano la Mungu, na mfano wake katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 8 hadi wa 15. Utakuta lile agano, na baada ya kufanya agano na akatengeneza upinde wa mvua, ishara ya agano lake. Lakini pia akasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 16 hadi wa 20, kifupi, Mungu alitia kiapo katikati ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika. Hilo ni agano. Sasa mtumishi wa Mungu huyu alifundisha baada ya kuona kwamba mtumishi wa Mungu Mama Samia akiapishwa na wazee wetu kule Mwanza. Wale wazee walikusanyika wote pamoja, machifu wakaitana, lakini mtu mwenye imani lazima atambue ya kwamba hawa wazee lazima wakae na kuuliza miungu yao, na kama iliwapa kibali ni jina gani wampe na wafanye nini. Ndicho alichokifanya. Hilo ni agano. Na kwa jinsi hivyo, ni agano la namna gani? Lazima wakupe na jina ambalo wao walishaliona. Na mfano wake ni kwamba mtu kwa mfano ya kwamba mimi ni Mkristo,
nikikutana na Muislamu akanifundisha Uislamu, nikiamini rohoni, nikakiri kwa kinywa, ninapokea ule Uislamu. Lakini pia kama ni Muislamu akakutana na Mkristo, akafundishwa Ukristo, akaamini rohoni, akakiri kwa kinywa, anapokea. Mchawi hivyo hivyo. Hayo ni mambo ya kiimani. Kwa hiyo kama watu wamekuita na wakasema, Bwana wewe tukufanye kuwa mkubwa wetu, roho ya ile ambayo wao wanakuapisha nayo inakuwa juu yako. Inakuwa juu yako. Na nitathibitisha maandiko haya kwa sababu yapo. Lakini niende kwanza moja kwa moja kwenye agano ambalo walifanya hawa wazee. Agano hilo ambalo linaonekana ni katika kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 10 na 11. Malaika watatu wakapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni, iliyokuwa ikiwaka kama taa. Ikaanguka juu ya theluthi ya mito. Theluthi ya mito ni theluthi ya malaika. Na juu ya chemichemi za maji, chemichemi za maji wanadamu. Mstari wa 11. Na jina lake ile nyota yaitwa Pakanga, maana yake ni pachungu. Theluthi ya maji ikawa pakanga, maana yake theluthi ya malaika walioasi wakawa wachungu. Na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo kwa kuwa yatiwa uchungu. Kwa hiyo wanadamu wengi wakafa kwa sababu majini, mapepo yanaua watu. Ndivyo ambavyo unaweza ukasoma kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10a. Mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Ndio kazi yake Ibilisi. Lakini pia kazi ya Ibilisi ni kuamsha walolala. Isaya Samueli ya kwanza sura 28 mstari wa 7 na 18 ukisoma, yeye huamsha na kuwatabisha wafu. Isaya pia 29 mstari wa 4 na Isaya sura ya 8 mstari wa 19 inaeleza ya kwamba Ibilisi unapofanya naye agano, ukifa bado ataendelea kukutabisha, maana atakuuliza kupitia hao mapepo. Kwa hiyo mstari huu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 8 mstari wa 10 na 11 tunaona ni nyota. Tena nyota ambayo inaonekana ni nyota iliyokuwa king'aa, lakini ilianguka. Haiko mbinguni tena. Sasa kama haiko mbinguni ni kitu gani? Isaya sura 14 mstari wa 12 na 13 anathibitisha hiyo nyota ni nini. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyeangusha mataifa, uliyewaangusha mataifa. Mstari wa 13, na ulisema moyoni mwako, utapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu na malaika wa Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa Mungu katika pande za mwisho za kaskazini. Ibilisi huyo anajitambulisha ya kwamba angeweza kushuka. Kwa hiyo tunapoelezea habari ya nyota, kama watu wamekutana na wewe wakakushawishi, wakasema wewe ndio mkubwa wetu, na wanaabudu katika miti na milima na mabonde, kwenye majabari, utambue ya kwamba wanapokupa lile jina umejiambatanisha na miungu yao pasipo kujua. Kama mtumishi wa Mungu askofu alipokuwa akifundisha watu, walipouliza habari ya kuapishwa kwa mtumishi wa Mungu, hawakuwafundisha vizuri. Hawakuwafundisha vizuri. Kwa maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 7:43, ninyi mliochukua hema ya Moleki na nyota za Mungu, herufi ndogo, Mungu herufi ndogo, nyota za Mungu wenu Refani, sanamu mlizozifanya ili kuziabudu, nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli. Kwa hiyo ni miungu ambayo watu wanaangalia kupiga ramli na kafara za wanadamu, kafara za wanyama, lakini kwa usiri mkubwa sana. Nini ambacho walichokuwa mkifanya wao wazee wetu? Vazi gani lilionyeshwa kwamba litamfaa mtumishi wa Mungu? Walimpa vazi na ngozi ya chui. Inamaanisha nini ngozi ya chui? Kitabu cha Ufunuo sura 13 mstari wa 1 na wa 2. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10, vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10,
na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Mstari wa 2, na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa tunaona ya kwamba watu wamekuita na iwezekana ulifanya vizuri sana, lakini wakasema huyu inawezekana atakuwa mkubwa wetu. Wakaingia katika Mungu wa roho, wakafanya walivyoweza kufanya, wakasema tumpe jina gani, lakini hilo jina sio jina sahihi. Sio jina sahihi. Sio jina sahihi. Isaya 14:9, kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukuraki utakapokuja. Huamsha waliokufa kwa ajili yao, naam, walio wakuu wote wa dunia watoke katika viti vyao vya enzi. Ndio kazi ya Ibilisi. Na katika hayo sasa tunaweza kuangalia kwamba kwa nini hao wazee walikusanyika. Katika maandiko ni wapi Mungu anaeleza juu ya miungu na idadi yao? Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 12. Tuangalie Wamisri walivyopigwa. Walipigwa kwa sababu ya makabila yao, miungu yao. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa nini amesema mwanadamu na mnyama? Mnyama pia huhusika kwa ajili ya kafara. Mnyama huhusika kwa ajili ya kafara. Kwa hiyo Mungu alivyosema nitapiga mwanadamu na mnyama, ni kwa sababu mnyama pia anahusika katika kafara juu ya ile damu ambayo inamwagika pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hawa wa Misri walipigwa kwa sababu ya hiyo miungu. Kama leo wa Tanzania wamekusanyika makabila na makabila na kujiorganize na kusema mtu fulani tumfanye kuwa ndio chifu wetu, na wakampa jina ambalo si jina sahihi. Waisraeli nao wakafanya yale yale. Yeremia sura ya 2 mstari wa 28, lakini wako wapi miungu yako ulioifanya? Na wasimame hao kama wakiweza kukuokoa wakati wa taabu yako, kwa maana hesabu ya miungu yako ni sawasawa na hesabu ya miji yako, Yuda. Kwa hiyo tunapoangalia kwamba kwa nini, bado tunauliza kwamba kwa nini wazee hao walikubaliana na wakachagua hilo jina ambalo jina hilo si sahihi, ambalo sasa leo tunatabika hata ufanyeje, kwa sababu baada ya kukuapisha wakakuelekeza mambo ambayo unahitaji kuyafanya. Kama ulichukua katiba, ina maana katiba ukao umeacha pembeni, kwa sababu ni agano. Kama nilivyotangulia kusema ya kwamba nikikutana na mtu Muislamu na mimi Mkristo, Muislamu yule akinifundisha Uislamu, nikaamini rohoni, kakiri kwa kinywa, toka siku hiyo mimi nitakuwa Muislamu, kwa sababu roho itakuja juu yangu. Kama ni roho ya Uislamu au roho ya Mtume Muhammad itakuwa juu yangu. Na kama wewe Muislamu ukaja ukakutana na Mkristo ukafundishwa Kristo, baada ya pale utakuwa sio Muislamu, utakuwa Mkristo. Roho ya Kristo, waamini tunasema kwamba Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, kwa maana utaitwa Mkristo. Vivyo hivyo sasa unapoapisha roho ya uchawi, roho ya uchawi itakuwa juu yako. Bila agano lingine uko nalo itakuwa halina nguvu tena. Na hii inaonyesha katika kitabu cha Samuel ya kwanza sura 16 mstari 13. Kitendo kile cha kuapishwa au kubatizwa au kusimikwa au kusilimu au kuwekewa mikono au kupakwa mafuta, yote inakuwa na maana moja. Samueli ya kwanza 16 mstari 13. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Kuapishwa tangu siku ile. Tuangalie Yesu, Mathayo 3:16. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini,
Na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Hicho ndio kitendo cha kuapishwa, kwamba baada ya pale utatumikia kile ambacho umeapishwa nacho. Wasomaji wa Biblia wanasema kwamba heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Heri ukaanza vibaya, ukamaliza vizuri. Sasa kama umeapishwa na katiba ya nchi ambayo tunashiriki wote pamoja, Wakristo tunashiriki pamoja, Wakristo tunashiriki pamoja, Waislamu tunashiriki pamoja, wachawi na waganga tunashiriki pamoja, na machifu tunashiriki pamoja. Kwa hiyo unapoapishwa kwa hiyo katiba pamoja na kitabu chako ambacho kinaeleweka, tayari unaanza kutumikia, na Mungu ni mwaminifu kwa sababu analiangalia lile agano lake apate kulitimiza, hata kama ni agano la binadamu. Sasa unapoanza kutumika, una maana unatumika kwenye hilo agano. Sasa inapotokea tena baada ya pale kikundi fulani kinaitana, halafu wanasema tunakuapisha, utaongoza hivyo, wanakupa usinga na mkuki na vitu vingine, na wanakupa na mambo mengine ambao wao wanajua, wakianenia yale, na kwa sababu umekubali, tayari roho ile inaanza kufanya kwako. Hata watu wakahangaika hivi na vile, wakashangaa mtumishi wa Mbaluka hivi, mbona alikuwa mzuri, mbona hatuelewi? Kumbe liko agano ambalo eza hakulifahamu, hakulijua, na hao watu wanatumika nayo. Na maana hata juzi mtumishi mmoja nao wakamwapisha, nao wakajitambulisha kabisa huko Simiyu ya kwamba tunakutambulisha, na katika utatu wao yuko chifu, na yuko mganga, na yuko manji, mwimbaji, na wakakuelekeza wafanyeji. Kwa baada ya pale wanapokutambulisha hivyo, ile roho ya kuzimu inafanya kazi pamoja na wewe. Na ndio maana natoa rai kwamba mtu yote ambaye ananisikia, kwamba kama mtu umeapishwa kwa agano fulani, lisimamie lile. Na kama hao mababu zangu wana agano lao, basi kama wanamwandaa rais, wamwandae ili aje apigwe kura. Sio baada ya kwamba tumemchagua rais wetu mpendwa, halafu anajikusanya, halafu na kuapisha kwamba ndio mkubwa wao. Hapana. Agano hilo litaendelea kuwatesa Watanzania, na kila atakayeenda kupewa nafasi ya kutumika kwa nafasi yote, kisha ukaenda kukuapisha kule, ujue wewe umejiungamanisha na wao. Nasema na wewe kama ni Mkristo, uelewe kama ni kutunza utamaduni wao, wacha waendelee kutunza utamaduni wao, lakini wasimwampishe mtu ambaye amechaguliwa na watu wengi na kabila zote, na kisha wao wakajiorganize katika makabila wakaenda kukuapisha. Hapana. Vinginevyo utatumikia tu hilo agano la wao, watakutumikisha tu, hata kama hujui watakutumikisha tu. Kwa hiyo niombe sana, kama mtu unanielewa, kwa ajili hili ambao mtumishi Askofu Gwajima hakulifundisha, bali alipokuwa akiuliza watumishi wake hakufundisha. Sasa haya inapotokea, yanakuwa na mambo mengi, yanakuwa na mambo mengi sana. Tuangalie yanayotokea. Maana ukisoma katika kitabu cha Wafalme ya pili, sura ya 11, mstari wa 12 mpaka 15, pale utakutana neno ngao na mkuki na kadhalika. Lakini mstari wa 15, naye akajiwekea makuhani wa mahali pa juu, na wale majini na wazile ndama alizofanya. Zaburi 106 mstari wa 37 na 38. Naam, walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani, wakamwaga damu isiyokuwa na hatia, damu ya wana wao na binti zao waliowatoa dhabihu kwa sanamu za Kanani. Kwa hiyo ukiona watu wanatekana, ni kwa sababu ya hiyo miungu. Ndio maana mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Adhabu hile ambayo mtu alitakiwa atolewe kama ni haki,
inatolewa waziwazi kwa sheria na taratibu, lakini kwa sababu shetani haja na kuchinja, lazima wanafanya kukuteka usiku au katikati ya watu, anaenda kukulia huko kama ni mapolini kule, kwa ajili ya hiyo miungu ambayo inaabudiwa katika hiyo miti. Hata mfanyaje kulizuia hilo agano hivi ni ngumu, isipokuwa yeye edha aliyeingia pasipo kujua, akilikataa. Haya yote hatuwezi kuendelea kuyaona. Maana Mungu alikataza katika kitabu cha Lawi sura 17, Walawi 17 mstari wa 7, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Hesabu 35:33. Hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi. Kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwaga ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Kwa maana Biblia inatueleza kwamba Mungu alipowatoa wana Nuhu katika gharika, kitu cha kwanza Mungu aliwaambia juu ya damu, kwamba damu nimewapeni wanyama na ndege, kuleni nyama yao, lakini damu ile muimwage ni kwa ajili yangu mimi, nitaitaka, na damu ya mwanadamu nitaitaka. Kwa atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake itamwagwa na mwanadamu, maana Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Na ndio maana mfalme ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ukimwaga damu, sheria zitafuatwa kwa utaratibu wa mashuhuda. Ikishakamilika, basi na wewe unatakiwa uawe, kwa sababu uliua kwa makusudi. Lakini kama ni bahati mbaya, sheria ikaonekana kama ni bahati mbaya, wewe huna hatia na Mungu haidai hiyo damu yako. Kwa hayo inayotendeka sasa hivi katika serikali yetu tukufu, inahitaji sasa kwamba lazima hao wanaohusika kuua wakamatwe, kwa sababu Mungu anataka damu zao walioua. Kama hawatapatikana, ina maana serikali yetu lazima Mungu aidai. Lazima Mungu aidai. Kwa tuna wajibu wa kuangalia haya inatokana kwa nini? Ni kwa sababu ya uchaguzi. Mtu anapokufa anakufa anaenda wapi? Hiyo sio sadaka kwa shetani, kwa sababu anaibiwa kwa usiku, anaibiwa mchana kwa nguvu zote, na mtu anawafuata tayari anakuwa na silaha na vitu vya kujihami kwa lolote lile. Lakini kama ni mkosaji, alitakiwa achukuliwe aende polisi, afunguliwe mashtaka, ziangaliwe taratibu. Kinyume cha pale ni ibilisi yuko kazini 100%. Kwa sababu ibilisi hana aibu, haogopi cha mwanadamu, anamuogopa Mungu, lakini anaangalia neno la Mungu litasimamaje. Kitabu cha Wakorintho ya kwanza sura ya 10:20. Sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nanyi sipendi nyinyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Mungu atusaidie. Tuende kumwona kama mtumishi wa Mungu leo angekuwa katika dini ya Ukristo, akaapishwa kwamba ataitwa nyota ya asubuhi, ina maana ataitwa kwa ni Yesu kulingana na maandiko. Ufunuo sura 22 mstari 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kwa shuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Katika makanisa, si katika majabari au kwingine kokote. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Naye hutuambukiza, ile nyota anatuambukiza, yani roho yake anatuambukiza, roho ya amani, roho ya haki na upole anatuambukiza. Na tunamfanyia ibada ya waziwazi.
kama ni sadaka za waziwazi, kama ni ng'ombe atachinjwa, ataliwa na damu yake itamwagwa. Kama ni kondoo atachinjwa, ataliwa na damu yake itamwagwa. Hatutatoa kwa mashetani na wala kwa majini wala kwa kafara zozote zile. Na ndio maana hata ile funga ya Yona alipopeleka injili kule mji uliokuwa umeharibika Ninawi, alikimbia kwa sababu watu wameharibika, roho ya shetani imekamata mji wa Ninawi. Yona akaona itakuwa shida, nitauawa, akakimbia, lakini Mungu alikuwa pamoja naye kwa sababu ndiye amemtuma, hakutaka kumtuma mtu mwingine. Maandiko anasema baada ya injili kuhubiriwa mji wa Ninawi, mfalme aliposikia, waliamua kufunga watu wote pamoja na wanyama, kwa sababu wanyama pia nao wanahusika kwa ajili ya kafara. Walifunga na Mungu akaiponya nchi. Na ndivyo leo tunahitaji neema ya Mungu. Tuangalie wapi tumeangukia. Kwanza tulikata hilo jina, na mababu waendelee na taratibu zao, wakidumisha mila zao, kwa sababu tukizikubali, na wengine wanasema tudumishe mila zao, lakini juzi mmoja katika usafiri wake ukauawa, na usafiri ule ulikuwa na hilizi shingoni, na kwenye paja au utako kuna namba. Je, tunahitaji tuendeleze mila zile ambazo mababu zetu wakuweko? Leo kila mtu awe na usafiri, yani kila mtu ana ofisi nyumbani kwake? Hapana. Ni miungu ya wakati ule ambayo ilitumika hivyo, na ilikuwa na nguvu kwa wakati ule, na ilikuwa na hata mvua. Na ndio maana kama miungu ambayo ilitumika kipindi kile, mababu zetu walishindwa kuitumia, ndio maana tawala zao ziliangushwa, na leo tunatawala hizi ambazo ziko huru leo. Kama vile ilivyokuwa nchi ya Misri, miungu ile ilikuwa nguvu kama nyoka. Ile miungu nayo ilifanya nyoka kama Mungu alivyoagiza, nao nyoka nayo ilifanya. Kama ni chawa nao walifanya miujiza ile ile, na kwa sababu ni miungu nayo ilikuwa, lakini ilikuwa chukizo kwa Mungu. Hata leo uchawi unakuweko, lakini hauna nguvu juu ya mteule wa Mungu. Na ndio maana hata safari hii naombieni wana Mungu, kama mnaingia katika uchaguzi, kama wewe ni mbunge, tayarisha fedha yako tu kwa ajili ya kuwezesha watu safari wanapokupelekea kwamba wakutangaze, lakini sio rushwa. Utapoteza. Na kama utautumia uchawi wako na uganga wako safari hii, kumbuka ya kwamba hautakuwa na nguvu. Yawezekana utakuathiri kwa kiwango kikubwa sana, kwa kuwa Mungu amekusudia kulivunja hili agano lililofanyika. Yawezekana lilifanyika huko nyuma, na watumishi wa Mungu wanaingia wakati mwingine pasipo kujua. Na sisi na hawa wachungaji, maaskofu hawafundishi. Heri mtu akakufundisha ukakataa ukafanya, lakini kasha kufundisha, lakini utakuwa umeshaelewa. Ndio maana nimetangulia kusema ya kwamba kama Mungu aishivyo, na neema ya Mungu ametupa neema ya kutulia watu wote katika uovu, na Mungu husikia dua na sala tunapotambua kwamba tumeanguka. Kwa Mungu atusaidie sana. Katika kitabu cha Petro sura ya pili, Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa 19, nasi tunalile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, ambayo Yesu anazuka mioyoni mwenu. Sasa ukibatizwa kule, basi inakuwa issue nyingine. Na kazi ya Yesu, Yohana sura ya 10 mstari wa 10b, mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Habari ya wafu, Yesu anasema nini habari ya wafu? Tumeona shetani yeye kazi yake ni kuwatabisha wafu, kama hiyo miungu inawatabisha hawafu. Habari ya wafu, Yesu alisema nini katika kitabu cha Ufunuo sura ya 10:13? Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika, sio kutabishwa, baada ya tabu zao za hapa duniani, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Ndio hao watu wanaokolewa hawatabishwi na roho ya shetani, kwa sababu hawajaingia mapatano na hiyo miungu ambayo leo watu wanaapishwa kwa miungu iliyokufa.
kwa miungu, kwa watu waliokufa. Mungu atusaidie sana, atusaidie sana, kwa sababu kila mtawala atakayetawala akawafurahisha wale machifu, lazima watamwita wamwapishe, kitu ambacho Yesu alikikataa. Yesu alipotaka kuapishwa na hao ndugu, alikataa. Na kwa nini? Ni kwamba Yesu aliwaponya wagonjwa, aliwafufua wafu, viwete walitembea, vipofu walipata kuona, na hata siku kulikuwa na mkutano akawalisha chakula kwa samaki 2 na mikate 5, watu 5,000 wakala wakasaza, bali hesabu ya watoto na wanawake kwa kuwa hakuhesabiwa. Jamaa akaona huyu anatufaa kuwa mfalme. Yohana sura ya 6 mstari wa 15. Kisha Yesu hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Kwa hiyo alikataa, kwa sababu hakustahili kupewa au kuapishwa kwa hiyo miungu. Mimi nafikiri mpaka hapo leo somo hili ambalo mtumishi wa Mungu Gwajima hakuweza kulifundisha. Sasa kwa sababu ya kutambua hivyo, sasa tunahitaji kimpendeza Mungu, tumwombe Mungu rehema, tuombe toba kama wahusika wanasikia, tukatayo majina, kwa sababu nimetangulia kusema nyota ile ni nyota ya asubuhi, lakini ni pakanga pachungu. Uchungu tunaupata ni uchungu sisi sote. Hawa watoto wanaotoweka ni watoto wetu sote, kaka zetu wote. Biblia inasema roho zote zimetoka kwa Mungu. Kisoma kitabu cha Ezekiel sura ya 18, kisoma karibia sura yote, inakuelekeza roho zetu zote zinatoka kwa Mungu. Zote. Kwa hiyo haya yanayotokea ni machungu kwetu sote. Lakini yanapotokea inawezekana tusielewe kwamba ni nini kinachofanyika hivi. Hayo ndio nimeeleza kwenu. Lakini sasa tunapoenda kwenye unabii uliofungwa, ilikuwa tarehe 27 mwezi wa kwanza, tarehe 27 mwezi wa kwanza 2025. Niliota ndoto na Mungu akanisemesha mambo mengi sana, lakini mwisho akamalizia ya kwamba nitamuondoa mwezi wa 8. Sijatajua jina, simjui ni nani. Japokuwa nimesikia mtumishi mmoja anasema hizi ndoto zenu zinatupa taharuki na mambo mengine kadha wa kadha, akitamani kufungia makanisa ambao aidha hajasajiliwa. Lakini nami nikatamani sana kusema ya kwamba kama hizi ndoto zinawapa hofu, ndio kusudi la Mungu kuacha uovu unaofanya ili uokoke, kwa sababu kifo kipo tu. Hata usipopata hofu, kifo kipo tu. Na Mungu anakuandaa kwa sababu anakupenda. Mungu alisema nitasema nami kwa watumishi wangu kwa ndoto na kwa maono, usiku watu wamelala, hata mchana wakati mwingine. Sasa unaposikia ya kwamba mtu huyu anaota ndoto na hizi ndoto zinataharuki, ndiyo watu waliota ndoto habari za mtumishi wa Mungu Makufuli. Jukumu lake kujiandaa mbele za Bwana ili saa inapofika ambayo ilikusudiwa aondoke salama. Na maandalizi ni kutubu kwa lile jambo ambalo unaliona kwamba haliko sawa sawa. Lakini kitu ambacho kinachofanyika ila kuanyamazisha, kuwapa hofu, roho ya kuteka na kuua, ili mtu awe na hofu asiseme lile kusudi Mungu alokusudia, hilo halitakuwepo, kwa sababu aliokolewa haogopi kufa, anamuogopa Mungu aliyemuumba ambaye pia amemtuma. Ndio maana wote waliotumwa na Mungu na walijazwa Roho Mtakatifu
hawajaacha kusema kweli, kwa sababu mwili wao huu waliovaa umeshakufa kwa habari ya dhambi, bali roho zao ziko hai kwa habari ya haki. Ndio maana utaua hapa bado watu wanainuka. Na wakati mwingine Mungu anatujibu pasipo sisi kujua kama Mungu ameshatujibu. Kwa hiyo mtu anaposema hizi ndoto zenu na nini na nini, kama ukiona imeandikwa habari ya ndoto, bora usisikilize, wao fumba masikio. Usiba masikio yako. Na baada ya muda, kama yawezekana usielewe, liko pigo ambalo unaweza kulisikia. Na asema hayo kwa sababu toka utotoni Mungu akafundisha mambo mengi ya maisha yangu, ya ndugu, ya jamaa na hata taifa. Na kwa sababu tumeasi, kanisa tunaliona la kawaida tu. La kawaida tu kabisa. Msikiti tunaona wa kawaida tu. Na hatutaki kuelekeza. Kwa mtu anaweza kaingia msikitini anaona kama ni jengo tu la kawaida. Mtu anaingia kanisani anaona jengo tu la kawaida. Hivi nategemea hawa ambao mnakuwa pamoja nao. Manake wengi hata inapofika wakati wa uchaguzi, wengine huingilia kati na kutoa fedha ili yawezekana apite mwanamtaka katika kanisa. Huyo askofu akipita kwa njisi wanakuwa bumbumbu. Na Mungu hawezi kumtumia. Atakuweko tu. Hata anapotokea maovu hana nguvu ya kuonya. Na tena kipindi hiki kuna mchezo, wasikini mchezo ni mbaya. Kanisa nalo halijitambui. Toka mwaka jana. Kwa sababu kuna uchaguzi. Watu wanasema si wanakaa na kufikiria tukumite mtu fulani atatupa tu hera. Kwa sababu ni wakati wa uchaguzi. Ndio makanisa sasa hivi nafanya. Yanamuita mtumishi wa Mungu, tunataka hivi na hivi na vile. Awachangie hela. Katika maandiko inasemaje? Na kama anaongoza kuna watoto wetu hawajaajiliwa. Wanapoona anatoa hela wanajisikiaje? Kama kumbe kuna hela tu lakini zingine za kunanipa. Hebu makanisa wafundisheni waamini wenu. Wako matajiri wenye kujenga misikiti, wako matajiri wenye kujenga makanisa. Msimtabishe mtumishi wa Mungu kwa masema. Yeye ni wa watu wote. Labda niwaeleze mtakuwa mnanielewa. Kipindi hiki mnafanya hivyo kwa sababu kuna uchaguzi. Na Mungu si wa rushwa. Mlipiga magoti mkamwambia Mungu tunamhitaji mama atuchangie. Mama ana dini yake. Inawezekana kule anaweza kaa anatoa kwa sababu ndio utaratibu wa kutoa sadaka mbele za Mungu wako aliyokuwezesha kuwa katika nafasi hiyo. Si lazima mtu asikie. Ndivyo maandiko aliko. Changizo. Galia ni kanisa lisije likapigwa. Mimi nafikiri kipindi hicho inawezekana mkanielewa au msinielewe. Kwa sababu gani? Asi mtu tu. Haya, na mimi ni mtu tu ndio. Kwa tuangalie habari za unabii huu. Ni nani ambaye nani? Na kawaida habari ya unabii. Mwonaji, mtu aliyewezeshwa na Mungu kutambua mapenzi ya Mungu, mtu ambaye macho yake yalifunuliwa ili yaone au kuelewa mambo ambayo wanadamu kwa ujumla hawakuona. Neno la Kiebrania linatokana na neno ambalo kimsingi linamaanisha kuona, iwe ni kiharisia au kwa njia ya mfano. Watu walimfikia mwonaji ili kupata ushauri wenye hekima kuhusu matatizo waliokabiliana nayo. Samueli ya kwanza sura ya 9 mstari wa 9.
Hapo zamani katika Israeli, mtu atakapokwenda kuuliza neno kwa Mungu husema hivi, haya twende kwa mwonaji, maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa mwonaji. Nabii, mtu aliyetumiwa kutangaza makusudi ya Mungu. Manabii walikuwa wasemaji wa Mungu, hawakutabiri tu, bali pia waliwasilisha mafundisho ya Yehova, amri zake na hukumu zake. Amos sura ya 3 mstari wa 9 wa 7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake siri yake. Mwingine anaweza kusema tu labda kitabu cha Agano la Kale, Agano la Jipya. Petro ya pili sura ya 1:21. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena liyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa kwa maana hiyo, kwa sababu Mungu alisema nami kwamba nitamuondoa mwezi wa 8. Ni nani? Mimi sina jibu la moja kwa moja, lakini kwa kipengele hiki ambacho tumekisoma kinaonyesha yako mambo ambayo kama nilivyosema kipengele hiki kwamba mwonaji yeye huona kitu halisia au kwa mfano, kwa njia ya mfano. Kwa njia ya mfano nikakumbuka kitu kimoja. Mzee mmoja mahali fulani kwenye chama akasema maneno na akavunja demokrasia, kwa maana ya kwamba mtu anaemezea nafasi fulani, anaemezea mate nafasi fulani, hatapata nafasi kwa sababu sisi ndio wenyewe tunaweza tukavunja utaratibu au kanuni, kwa sababu sisi ndio tumeandika wenyewe, hakuna mtu wa kutuuliza. Na kitendo hiki kile kulingana na maandiko kwamba ni agano ambalo umelivunja, umevunja kanuni. Na unabii huo umekuja kutokea kwamba katika taratibu zao za kawaida wamefanya hivyo bila kufuata kanuni na taratibu zao kama katiba. Na miongoni mwao mwenye kichwa au upala kama nyinyi akapiga kelele. Kichwa nacho kina sehemu yake au upala una sehemu yake, usomaji wa Biblia, lakini hakueleweka. Na mtu huyu aliendelea kusema ya kwamba akafika mahali si kama alikosea au Mungu alitaka kumpa tu namna, akasema hata kama ukifa tutachagua mtu mwingine. Sasa sijui kwa nini alisema hivyo, hali yeye umri wake ni mkubwa kuliko alikuwa akimwambia. Na alipoona amekosea, akahisi kama amekosea, asawazishe. Kumba akazidi kuharibu zaidi, kwamba wanaokufa wazuri hawafi mapema, wanaokufa ni watu wabaya tu. Sasa hayo kwa uhalisia au mfano na maneno ambayo yameendelea kunenwa na manabii ni mfano wa ujumbe wa kumfanya mtu ajiandae katika yale ambayo anapigwa kelele, ikumpendeza kumaliza katika wema, kumaliza katika wema. Kwa sababu pia unabii mwingine ambao umetokea ya kwamba mtu alisimama huko Bukoba akasema wale ambao wanaokaa kwenye mitandao na kumtukana mtu fulani tutawapoteza na polisi wasiwatafute.
tutawapoteza na polisi wasiwatafute. Hasa hakuna mtu aliyesema lolote, kiongozi mhusika, kuonya hilo. Lakini Mungu anasema akiwanyamazisha watu fulani ambao wanaonekana wanatukana, huinua mawe nayo atanena. Leo tunapokea maneno ambayo sio. Hata nafikiria mtumishi huyo kijana aliyesema tutawapoteza nchi, ataenda huko akawapoteza ambao leo wanatutukana sisi. Kutukana kiongozi, tunatukana sisi sote. Na mtu wa imani lazima waangalie tumemkosea mahali fulani, Mungu tumkosea mahali fulani. Tunapoonyana, wengine kumbe hufanya hayo kwa kutoroza watu, sio polisi wala usalama wa nchi. Hasa hizo ni kafara kwa shetani. Je, Mungu atakuwa radhi na mambo haya ambayo yanaendelea? Na ndio maana tunaona kama nini? Tunaona kawaida tu. Kuna unabii niliotoa huko nyuma ya kwamba ikiwa hatutatenda haki na kuangalia maagano yetu, Mungu atatunywesha mvinyo wa ghadhabu yake usiochanganywa na wanadamu. Tutafarakana wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana hata sasa kuna lugha hii, mchungaji anaweza kasema hivi, askofu akasema hivi, shehe akasema hivi na shehe mwingine akampinga, mbunge akasema hivi, mbunge na akampinga. Wanasheria vivyo hivyo. Ni mvinyo. Na kama hatutaweka sawa mambo haya, mambo yatakuwa magumu sana. Kama wengine walipotangulia kusema, na mimi nitangulia kusema toka mwaka jana. Kwa kuwa yako mambo mengi, sasa nishi hapa. Mungu atusaidie.